Kuna wingu lako linashangaza, kuna miujiza ya ajabu inatokea, kuna hekima, kuna maarifa, kuna mafunuo, kuna uponyaji, kuna ukombozi, kuna urejesho, kuna mpenyo, na kila tunachotamka Bwana unakifanya katika uhalisi wake. Na kubariki tena jioni ya leo. Asante kwa uwepo wako mwingi katika jina la Yesu Kristo na wote watakatifu, na tuseme mbele za Bwana amen. Amen. Asante the voice of time. Bwana wabariki. Naomba tuketi, na unapoketi sema, hebu sema, nafsi yangu umebarikiwa na Bwana. Nafsi yangu umebarikiwa na Bwana. Iambie nafsi yako, nafsi yangu umemwona Bwana. Umemwona Bwana kwenye maombi haya katika jina la Yesu. Amen. Amen. Tunatamani Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunatamani tukapata nafasi ya kuomba, lakini kabla hatujaenda kufungua vinywa vyetu, tukapate maelekezo, tukaisikie sauti ya Bwana, tukasikie maarifa, tukasikie ufahamu, tukasikie siri za Mungu, tukasikie mafuta. Halafu baada ya haya tutatamka kwa ujasiri tena. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Hebu nyanyua juu Biblia yako nione. Nyanyua juu Biblia yako nione. Nyanyua juu na kalamu yako na daftari yako mahali unaandika nione. Nataka nione shauku ulionayo. Unajua unavunja mawakala hapa, unaondoa madhabahu za muda mrefu ndani ya familia, uchawi wa muda mrefu, vifungo vya muda mrefu, ilizi za muda mrefu. Zingine zilichimbiwa huko, zinatuna tu, miaka inakwenda, unazipiga moto, zinafikiwa na hazitakuwa na uhai. Haleluya. Haleluya. Hebu kwa heshima mbele za Bwana twende tukamlete nabii wa Bwana, anakuja kwenye madhabahu ya Mungu. Naomba tusimame kwa heshima. Naomba tusimame na mshangilie Bwana. Naomba tusimame na mshangilie Bwana. Naomba tusimame na mshangilie Bwana. Hebu jioni ya leo Bwana aseme na wewe. Hebu jioni ya leo ukaisikie sauti ya Bwana kwa upya. Hebu jioni ya leo ahadi za Bwana zikatimie kwako. Hebu jioni ya leo Bwana akakubariki na kukuinua tena katika jina la Yesu. Amen. Haleluya. Ongeza makofi mengi kwa ajili ya Bwana Yesu. Shangilie tena Bwana kwa makofi mengi na vigelegele, kwa zawadi ya uzima na kibali na uwezesho na mamlaka na utukufu na baraka na ushindi na urejesho na kumiliki na kutawala katika jina la Yesu. Tunakushukuru Bwana, tunasema asante kwa ajili ya kongamano hili. Utukuzwe, ubarikiwe sana. Basi unaweza ukaketi hapo kwenye kiti chako vizuri. Hebu tumshangilie tena Bwana Yesu kwa ajili ya mchungaji wetu, Mchungaji Joshua Kaduma. Na watu wa BRT mmependelewa. Nilisema na nitasema tena, ukitaka kujua Mungu amekupendelea, unaanza kuangalia aina ya baba anayekuchunga. Ina maana sana namna ambavyo utabarikiwa, namna ambavyo utakuwa mtu wa maono, namna ambavyo utakuwa mtu mkubwa, inategemeana sana na aina ya baba anayekuchunga. Jamani, haleluya. Sasa kwa wewe kuchungwa na Mchungaji Joshua Kaduma, umependelewa na Bwana. Unaweza usielewe sana kwa sababu unakaa hapa na umemzoea pengine, lakini sisi tuliozunguka huko tunajua hakika umependelewa na Bwana. Hebu mtu
Mtukuze tena Yesu kwa makofi mengi na vigelegele. Ni kupendwa na kupendelewa na Bwana sana kwa wewe ambaye una nafasi ya kuchungwa hapa. Yaani unaandaliwa zaidi ya majeshi. Jamani, haleluya. Wewe basi, kama tungetumia ile lugha nyingine, wewe ni wale makomando wa Bwana. Jamani, haleluya. Mungu akubariki sana, nimejisikia vizuri kupata nafasi tena nyingine ya kuwepo nyumbani. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Na tunaenda kulisikia neno la Bwana kwa hizi dakika chache kabla tujaenda kutabiri. Mungu akubariki sana. Pokeeni salamu nyingi kutoka kwa mke wangu. Anawasalimia sana sana na ameniahidi kwamba ananiombea. Jamani, haleluya. Yupo, lakini pia kesho anajiandaa na yeye atakuwa yuko madhabahuni kwenye kanisa ambalo Bwana ametupa kuchunga. Kwa hiyo anapata nafasi na yeye ya kujiandaa. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Namshukuru Mungu sana tena kwa ajili yako wewe kama komando wa Bwana kuwepo mahali hapa. Sasa twende tukalipokee neno la Bwana. Wangapi mko tayari kulipokea neno la Bwana? Amen. Haleluya. Wangapi mko tayari kulipokea neno la Bwana? Sasa leo tutaingia kipengele cha pili. Mwambie jirani yako, leo tutaingia kipengele cha pili. Na tunalo andiko letu, andiko la kongamano ambalo Bwana ametupa, kwa sababu bado tunashughulikia familia. Haleluya. Napenda kusogea chini huku ili rahisi kuwasiliana. Haleluya. Bado tunazungumza kuhusu uzao mteule. Hebu mwambie jirani yako, hivi unajua wewe ni mteule? Hivi unajua wewe ni uzao wa Mungu? Umebeba sura ya Mungu. Umebeba utukufu wa Mungu. Umebeba utajiri wa Mungu. Umebeba umiliki wa Mungu. Umebeba urithi kutoka kwa Mungu. Jamani, haleluya. Na leo tutaenda kugusia maeneo haya. Sasa fungua pamoja nami ile Petro wa kwanza sura ya 2 na mstari wa 9, tusome kwa pamoja. Nataka ninapoondoka hapa hayo maandiko yawe yamekuingia vizuri kabisa. Petro wa kwanza sura yetu ya ngapi jamani? Ya 2, tutasoma huo mstari wa 9. Kama wewe ni mara yako umefika ya kwanza umefika kwenye kongamano, tunazungumzia kuhusu uzao mteule. Watu wa uzao mteule. Watu ambao wamezaliwa na Mungu na wameteuliwa kwa ajili ya kizazi hiki, wameteuliwa na Mungu. Twende tusome kama umefika hapo. Petro wa kwanza, twende 1, 2, 3, twende. Kuna wengine hawajafika. Haya, wewe ambaye umeshafika, Petro wa kwanza sura ya 2, natamani maneno ingie vizuri ili yaweze kuleta matokeo. 1, 2, 3, twende tena. Taifa takatifu. Ndio. Watu wa milki ya Mungu. Mpate kuzitangaza fadhili zake yeye aliyewaita mtoke gizani mkaingie katika nuru yake ya ajabu. Turudie tena sasa, usisite. 1, 2, 3, twende. Bali ninyi ni uzao mteule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa milki ya Mungu, mpate kuzitangaza fadhili zake yeye aliyewaita mtoke gizani mkaingie katika nuru yake ya ajabu. Sasa tulishazungumza kuhusu uzao mteule, si ndio? Na tukajifunza kwa mapana, lakini pia tukaangalia kipengele cha kwanza, ukuhani wa kifalme. Jamani, haleluya. Sasa leo tunataka tuangalie watu wa milki ya Mungu. Watu wa milki ya Mungu. Jamani, haleluya. Na hili kambi linarejesha umiliki na urithi. Moja kati ya ajenda ni kurejesha umiliki na urithi. Sasa watu wa milki ya Mungu, tunaposema watu wa milki ya Mungu ina maana gani? Na tunapozungumzia umiliki
Umiliki tafsiri yake ni nini? Tunaposema umiliki, na hapa anaposema watu wa milki ya Mungu, anamaanisha nini? Anaposema watu wa milki ya Mungu, anamaanisha kwamba ni watu wanao au ni watu halali, watu halali wa Mungu. Anasema watu wa milki ya Mungu. Tafsiri ya kwanza ni watu halali wa Mungu, yaani Mungu ana uhalali nao. Watu wa milki ya Mungu, maana yake hao watu Mungu ana uhalali nao, yaani ana haki nao, ana haki nao. Tunaposema watu wa milki, maana yake Mungu ana uhalali nao, Mungu ana haki nao. Tunaposema shamba ni mtoto wa Kaduma, maana yake Kaduma ana haki kwamba shamba ni mtoto wake, ana uhalali. Jamani, haleluya! Kwa tunapozungumzia watu wa milki ya Mungu, maana ya kwanza, Mungu ana uhalali na wewe. Na tunafahamu baada ya anguko, sura ya 3 kitabu cha Mwanzo, mwanadamu alipoteza kuwa mtu wa milki ya Mungu. Shetani akapata uhalali wa kuyaharibu maisha ya mwanadamu. Ndio tunasema anguko la mwanadamu. Kwa nini mwanadamu alianguka? Kwa sababu alipoteza kuwa mtu wa milki ya Mungu. Yaani Mungu alipomuumba mwanadamu kwa mfano wake na kwa sura yake na utukufu wake, akamweka, akampa na baraka zake, amiliki na kutawala. Mungu akawa yule mtu ni mtu wa miliki yake, hakuna wa kumgusa mpaka mwanadamu alipotenda dhambi. Ule uhalali kwa Mungu ukawa umefanyaje? Umeondoka. Ndipo shetani akapata nguvu ya kuharibu maisha ya mwanadamu. Jamani, mpaka hapo tuko pamoja? Natamani hichi kipengele kwanza nifundishe kidogo ili upate ujazo. Jamani, tuko pamoja? Kwa hiyo tunapozungumzia watu wa milki ya Mungu, maana yake Mungu ana haki. Sawa. Mungu ana uhalali na hao watu. Jamani, haleluya. Yaani Mungu ana uhalali wa kuwatunza watu hao. Mungu ana uhalali wa kuwabariki watu hao. Mungu ana uhalali wa kuwatetea watu hao. Mungu ana uhalali wa kupigana vita yao. Mungu ana haki ya kuwatetea watu hao. Mungu ana haki ya kuwabariki na kuwarithisha mali zake zote watu hao. Yaani Mungu ana uhalali wa kutoa kila kitu chake juu ya watu hao. Wanapoitwa watu wa milki ya Mungu, maana yake kwamba Mungu ana uhalali, wameshalipiwa kutokuwa watu wa milki ya Mungu, kwa sababu dhambi ndio iliwatenga. Sasa baada ya kuokoka, baada ya kumkubali Yesu, unarudishwa kwenye umiliki wa Mungu kama vile Adamu kabla ya anguko. Jamani, haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa maana ya kwanza ni watu ambao Mungu ana uhalali nao, ana haki nao. Lakini tafsiri ya pili, watu wa milki ya Mungu, maana yake ni kwamba ni watu wenye haki na uhalali wa kurithi na kumiliki vitu vyote vya Mungu. Oh, sawa. Watu wa milki ya Mungu maana yake ni watu wenye uhalali na haki ya kumiliki na kurithi vitu vyote vya Mungu. Hawa watu wana haki, wana uhalali wa kurithi na kumiliki vitu vyote vya Mungu. Hiyo ni ya muhimu sana. Unapomwona Shekina, kitendo cha kuzaliwa na mchungaji Kaduma, ana haki, ana uhalali wa kumiliki mali zote za mchungaji Joshua Anton Kaduma. Sijui unaelewa vizuri? Nataka tuelewe kwanza vizuri. Yaani ukimwona anaendesha gari la mzee Kaduma,
swali, ana haki, ana uhalali wa kumiliki na kurithi vitu vyote vya baba yake. Jamani, haleluya! Sasa unapokuwa umeokoka, Mungu anarudisha hicho kitu. Ni makosa makubwa sana kwa mlokole ambaye Mungu anasema huyu ni mtu wa milki yangu, alafu akakosa haki, akakosa uhalali wa kurithi na kumiliki vitu vyote ambavyo baba yake anayejitambulisha kwamba huyu ni mtu wa milki yangu anavyo. Jamani, haleluya! Ukisoma Zaburi ile 24 kuanzia mstari wa kwanza, Biblia inasema dunia na vyote vijazavyo na wote wakaao ndani yake ni mali ya Bwana. Jamani, haleluya, haleluya! Huyu Mungu, dunia na vyote ni mali ya Bwana, ni mali ya baba yako, ni mali ya Mungu wako. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ni lazima wewe ufananie. Tukisema kulinganisha, ni lazima tulinganishe na tuone umefanania hapo. Hiyo ndio standard. Watu wa miliki ya Mungu, maana yake ni kwamba Mungu ana uhalali wa kufanya chochote juu yako, lakini wewe pia una uhalali wa kurithi na kumiliki mali zote za baba yako. Jamani, haleluya, Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kwa nini kuna watu wamepata kwa sehemu, wengine bado unapoliangalia kanisa, lakini hiyo ahadi ni tayari ipo. Sasa inatakiwa iingie kazini tuione. Jamani, haleluya, iingie kazini tuione. Yaani isiyo tu tumeisoma, tukikuangalia Baba John tuseme huyu mtu ni mtu wa miliki ya Mungu. Yule Mungu aliyeziumba mbingu na nchi, yule Mungu ambaye dunia na vyote vijazavyo ni mali yake, huyu ndio mtoto wake. Tukikuangalia tuseme. Jamani, haleluya. Na nitakwambia kwa nini Mungu anataka sana itokee kwako. Ndio kipengele chetu cha mwisho, tunamalizia kesho. Jamani, haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Sasa watu wa miliki ya Mungu, nikupe kanuni. Jamani, haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Vitu vya kimungu huwa vitokee hewani. Mungu ameweka kanuni, na nilisema kanuni za Mungu ziko juu sana kuliko hata kanuni za kisayansi. Kanuni za Mungu zina uhalisia na zina matokeo kuliko hata kanuni za kidaktari. Kuna kipindi kanuni za kidaktari zinakwama, lakini kanuni za kimungu hazikwami na hazitakuja zikwame, maana ni kweli na hakika. Yaani mpaka ukisikia wanasayansi wamesema hii ni kanuni, maana yake ni kwamba wamefanya utafiti na wamejiridhisha kwamba ukifanya hivi inaleta matokeo haya. Jamani, haleluya. Principle ni kitu ambacho kiko proved. Yaani wamefanya utafiti wakakubaliana kwamba kumbe ukinywa kidonge 2 mara 3 kwa siku 7 typhoid inaondoka kwenye mwili wa mwanadamu. Kwa hiyo ukienda kwa daktari, una typhoid 2 mara 3, piga. Alafu unaanza kushangaa, ulikuwa unatetemeka, unaanza kushangaa kutetemeka kunaisha. Ni kwa nini? Kwa nini yule anayekupa hana wasiwasi? Kwa sababu imeshathibitishwa kwamba ukifanya hivyo lazima matokeo hayo yatokee. Jamani, haleluya. Sasa kanuni za kimungu ni zaidi ya hiyo. Mungu akisema na ukafuata kanuni zake, matokeo ni zaidi ya hakika. Jamani, haleluya. Watu wa miliki ya Mungu. Sasa leo nataka tuangalie umiliki. Ili unawezaje kumiliki vitu vya Mungu? Jamani, haleluya. Nikupe sample ya mtu mmoja tukapata kanuni kwenye Biblia. Soma Waamuzi, Wafalme wa Pili sura ya 4. Tutasoma mistari 7 pale. Msomaji wetu kama yupo. Wafalme wa Pili sura ya 4. Kuna mtu
alikuwa kwenye pito kubwa sana, na kuna vitu vilifanyika ambavyo vikamtoa kwenye lile pito kubwa, na akajikuta anatembea katika neema ya umiliki na kuondoka katika mapito aliyokuwa nayo. Natamani tutumie huyo leo kama sample. Jana tulipata nafasi ya kumwangalia Ibrahimu, namna ambavyo Mungu alimwapia, si ndio jamani? Namna ambavyo alikuwa tayari kulipa dhabihu, na Mungu akaapa kwa nafsi yake, na matokeo mpaka leo tunamsoma habari zake. Sasa tumwangalie mtu mwingine, Wafalme wa Pili sura ya 4, tupate sample ya mtu ambaye alikuwa amepoteza umiliki, yupo kwenye shida, kwenye changamoto, lakini kuna baadhi ya kanuni ukizifuata, neema ya kumiliki na kurithi inatokea. Umeshapata hapo msomaji wetu? Twende. Neno nasema basi mwanamke mmoja miongoni mwa wake za wana wa manabii. Basi mwanamke mmoja miongoni mwa wake za wana wa manabii alimlilia Elisha. Alimlilia Elisha akasema, mtumishi wako mume wangu amekufa. Akasema, mtumishi mume wangu amekufa. Nawe unajua ya kuwa mtumishi wako alikuwa mcha Bwana. Nawe unajua mtumishi wako alikuwa ni mcha Bwana. Na aliyemwia amekuja ili ajitwalie wana wangu wawili kuwa watumwa. Aliyemwia maana yake anayemdai, kwa tafsiri nyingine. Una huyu mtumishi mwana wa nabii alikufa, akaacha deni kwa mjane. Sasa hapo kwenye hiyo anaposoma hicho kipande ni kwamba huyu mjane mume wake amekufa, lakini baada ya kufa kamwachia deni. Alafu sio tu deni, yule mwenye deni kaja kudai, yaani kwamba baba amekufa, mtajua wenyewe, lakini bado nadai deni langu. Jamani, tuko pamoja? Amina. Alafu hajaishia kudai deni lake, anaendelea kuelezea yule mama mjane. Tupe. Elisha akamwambia, nikufanyie nini? Sasa akamfuata Elisha. Sasa Elisha alikuwa ana chuo cha manabii. Jamani, tuko pamoja? Miongoni mwa wanafunzi wake ndio huyo ambaye mke wake alifanyaje? Miongoni mwa wanafunzi wake alikuwa amefariki. Kwa hiyo huyu mwanamke ambaye mume wake alikuwa ni manabii alifahamu kwamba baba yao alikuwa ni Elisha. Jamani, tuko pamoja? Nataka uelewe mazingira vizuri. Kwa hiyo alipopatwa na janga la kufatwa na mdeni, akaona akimbilie kwa baba yake aliyekuwa anamlea. Mpaka hapo tuko sawa? Tuendelee sasa. Tupate nani? Tuendelee. Niambie, una kitu gani nyumbani? Akamfuata Elisha, akamlilia, alafu akamwelezea shida aliyokuwa nayo. Elisha akaanza na swali la kwanza, unataka nikufanyie nini? Alafu swali la pili akamuuliza, una nini nyumbani? Jamani, tuko pamoja? Ni vitu vya kuzingatia. Twende. Akasema, mimi mjakazi wako sina kitu nyumbani ila chupa ya mafuta. Mimi sina kitu nyumbani. Alafu inaonekana baadaye akakumbuka, nina chupa ya mafuta. Tuendelee. Akasema, nenda ukatake vyombo huko nje kwa jirani zako wote. Elisha anamwambia, nenda ukatake vyombo huko nje kwa majirani wako wote. Vyombo vitupu. Vyombo vitupu. Wala usitake vichache. Wala usitake vichache. Hebu msema tena, wala usitake vichache. Wala usitake vichache. Wala usitake vichache. Hiyo ilikuwa ina maana sana. Akamwambia, sasa wewe una kachupa kamoja, nenda kwa majirani zako kaombe, na wala usitake vichache. Kisha uingie ndani, ukajifungie mlango wewe na wanao, ukavimiminie mafuta vyombo vile vyote, navyo vilivyojaa ukavitenge. Basi akamwacha akajifungia mlango yeye na wanawe. Hao wakamletea vile vyombo, na yeye akamimina,
Ikawa vilipokwisha kujaa vile vyombo, akamwambia mwanawe, niletee tena chombo. Akamwambia, hakuna tena chombo. Mafuta yakakoma. Ndipo akaja akamwambia yule mtu wa Mungu, naye akasema, enenda ukayauze mafuta haya uilipe deni yako, nayo yaliyosalia uyatumie wewe na watoto wako. Amen. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Tutaenda kuangalia kanuni za umiliki. Jamani, haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni muhimu sana kufahamu. Sasa tunamkuta huyu mama mjane ambaye aliolewa na wana wa manabii. Mume wake akawa ameondoka, lakini kamwachia deni, na baada ya kuwa ameachiwa deni, mwenye deni akamfuata yule mama, akamwambia, sikia mama, nataka unilipe deni langu. Na mama akamwambia, bwana, sina uwezo mimi wa kulipa. Akasema, hamna deni, nabeba watoto wakawe watumwa. Mama akaona baba ameondoka, unichukulie na watoto. Jamani, tuko pamoja? Na unajua kuna wakati fulani unaweza ukawa una nguvu fulani iko ndani yako, lakini haifanyi kazi mpaka mazingira fulani yatokee. Yaani kwa mfano wewe unaweza ukawa una uwezo mkubwa sana ndani yako, lakini kwa sababu hakuna mazingira ya kukusumbua, ule uwezo unalala. Jamani, tuko pamoja? Na hasa ukifanya research, maisha ya Dar es Salaam, maisha ya Tanzania ni maisha marahisi. Ukipata buku una uhakika kwamba asubuhi na mchana unaenda vizuri kabisa. Ukienda pale kwa Mzee Juma ukapiga miogo ya 500 na kachumbari nyingi, asubuhi imefanyaje? Vita. Ukanunua unga wako wa 500, ukaenda pale kwa Mzee Juma ukachukua na utumbo na nanileni, utumbo wa kuku na firigisi, ukasonga ugali mkubwa, unaenda unalala, akili inatulia. Jamani, tuko pamoja? Wakati maisha yanapokuwa mepesi, ndivyo akili kuchangamka inakuwa ni kazi. Na ndio maana ukienda wenzetu nchi zilizoendelea, maisha ni magumu mno, akili inafanyaje? Inachemka. Na ndio maana unaona wanafanikiwa kwa kiwango kikubwa. Ndio mwanadamu yuko hivyo, uwezo wake ni kama mpira ule, ukiuvuta huo unatanuka, ukiuachia unatulia. Sasa huyu mama akapatwa na jambo zito. Jamani, tuko pamoja? Baba hayupo, kaondoka, kuna deni ambalo hawezi kulilipa. Alafu yule mwenye deni akamwambia, hivi utalipa unataka, utalipa unataka. Kama una uwezo kulipa, na beba watoto hao ngafanya watumwa wanipe hela zangu. Akaona hii ngoma imekuwa, akainuka mama. Jamani, haleluya. Na unajua Bwana Mungu akitaka ufike mahali fulani, kuna wakati anakuongelesha lugha za kawaida uelewe, anabidi atafute mazingira fulani uinuke. Jamani, haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana kuna vitu fulani anataka uwe navyo, lakini hayo mazingira uliokuwa nayo hayawezi yakasumbua akili kwa kiwango ambacho uinuke ufikie pale ambapo anataka ufikie. Amen. Nakumbuka kuna mama mmoja Arusha, ilikuwa ni Arusha. Yule mama alikuwa ni mke wa kiongozi mkubwa sana wa usalama. Sasa wamepewa nyumba kubwa na serikali, friji imejaa, mapochopocho, kila kitu. Basi wanakaa nyumba ya serikali, magari ya serikali, kumenona nyumbani, wana watoto 3. Alafu sasa ikatokea ghafla baba wa mji akafariki. Wakaja pale serikali, najua hamna uwezo wa kuziba pengo lake, ilikuwa ni mtu wa muhimu. Lakini wiki moja bwana, mtu wa kuziba pengo lake akapatikana. Ikabidi yule mama afukuzwe kwenye nyumba alikuwa anaishi, kwa sababu kuna afisa mwingine mpya amefanyaje, amekuja kuziba pengo lake. Alafu ndugu wa mwanaume wakaja wakabeba vitu. Yule mama akabaki na watoto wake 3. Na vitu ndugu wa mwanaume wamefanyaje, wamesoma.
akajikuta yuko na watoto watatu, hajui anaenda wapi, na ni watoto wadogo, na baba aliyekuwa anategemewa hayupo, na ndugu mwanaume wamekopa kila kitu. Ile booster ya ndani ya akili ikaanza kututumka, ameshika hivi watoto watatu. Jamani, tuko pamoja? Akaenda mahali akakuta kuna sehemu kuna mashamba wanaweka mchicha. Jamani, tuko pamoja? Akapata idea, kuna watu wanataka mchicha nyumbani, kwani siwezi kuanza na mimi kuuza mchicha? Jamani, tuko pamoja? Amen. Akaenda akaongea nao, jamani, naomba nianze kuuza mchicha. Mkononi kwa baki na 3,000. Akachukua wakampa wa 3,000. Wakamwazima na beseni, akaenda akauza. Alipouza akawahi kumaliza, akarudi. Alikuwa amepata 9,000, akauza tena. Akajikuta mpaka siku ile amemaliza amepata shilingi 30,000. Akatiwa moyo, kumbe kuna kitu cha kufanya. Jamani, haleluya. Kesho yake akaamka asubuhi na mapema, akaingia kikazi sasa. Akajikuta siku hiyo akapata 60,000. Akasema jina la Mungu ni nani? Jamani, haleluya. Akapiga, akarudi kesho yake akapiga. Sasa unajua, kwa sababu ni mtu ambaye alikuwa anajua sina namna, yaani namna pekee iliyobaki ndio hii. Booster ikafunguka, akapiga, ikafika mahali order zikawa nyingi kuliko uwezo wake. Akaanza kuajiri vijana, anatuma. Na wale sasa ambao walikuwa wananunua kwake, ikafika mahali wakamwamini mteja wao kwa kiwango ambacho alikuwa anapewa bila kulipia hela, mali kauli. Akapewa, baadaye akanunua mashamba, akaanza kulima mwenyewe. Baadaye biashara imechanganya na mashamba, akapata wazo wa kufungua duka. Akafungua duka la kwanza, akafungua duka la pili, akafungua duka la tatu. Hivi ninavyokuambia, ana uwezo wa kwenda Dubai, anafunga mzigo mwenyewe, analeta Tanzania. Ukitaja matajiri 3 wa Arusha na yeye yumo. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Watoto amesomesha Uingereza yule mama, lakini kuna mazingira fulani yalitokea hapo katikati hapo, yakafanya kuna kitu kwenye akili yake kikaamka kwamba hapana, mimi nisipofanya jambo hapo hakuna namna nitaishi. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna namna ambavyo usipokubali kwamba unatakiwa uende mahali fulani, utabaki hapo hapo. Matuko pamoja. Yaani ufike mahali uchoke, ifike mahali ikukele, ikuume, ikusute, ifike mahali uone hapana, hii hali hapana, hii hali hapana, hii hali hapana, hapana, haiwezekani. Lazima jambo lifanyike, kuna jambo litafanyika. Litafanyika tu. Hiyo akili ipo ndani yako, wala unaweza kuitafuta darasani, ipo tu ndani yako, imekaa. Ukibonyeza kama vile umeme unabonyeza inawaka. Jamani, haleluya. Haleluya. Ndio ilitokea huyu mama. Akaona hao watoto watachukuliwa. Sasa nimepoteza mume, nipoteze na watoto. Mbio. Kakimbilia kwa Elisha. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana sisi tumekimbilia madhabahuni kwa Bwana. Jamani, haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna hali fulani tuko nazo hatujaridhika nazo. Sio kama wewe umesharidhika nazo, lakini kuna hali fulani za umiliki tuko nazo hatujaridhika nazo. Na akili ya yule mama ni kwamba ngoja nikimbilie kwa Elisha. Akili yako wewe unasema ngoja nikimbilie kwenye maombi ya 40. Upo kwenye mchakato wa mambo makubwa kutokea katika jina la Yesu. Hautabaki hivi hivi, hakuna namna utabaki hivi hivi. Yule mama alipokimbia kwa Elisha, kuna namna ambayo Mungu alitengeneza muujiza. Jamani, haleluya. Na wewe umekimbilia madhabahuni kwa Bwana, kuna namna madhabahu itakusemesha. Amina. Elisha anamuuliza yule mama, kaongea akajibizia. Alafu Elisha anamuuliza, wewe unataka nikufanye nini?
Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Na madhabahu ya VRT inakuuliza unataka nini? Haya maswali bwana ni ya muhimu sana. Bartimayo kipofu naye kapiga kelele, wakamnyamazisha. Haya, wakamchukua kapeleka kwa Yesu. Alafu Yesu anamuona kabisa ni kipofu, anamuuliza unataka nikufanyie nini? Ni swali la muhimu sana. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Hauwezi kwenda sehemu ambayo hauioni. Hivi ikitokea leo kama Bartimayo kipofu alipotokewa na Yesu pa, wewe sasa hivi Yesu akakutokea hivi pa, anakuuliza unataka nikufanyie nini? Utamwambia nini? Jesus. Ni mpaka akili yako ianze kufikiria unachokitaka. Sawa. Ndipo hatua za kuelekea kwenye ule muujiza zinatokea. Ndipo shauku, ndipo nguvu ya ndani, ndipo uwezo wa kiungu unaanza kufanya kazi iliyokusudiwa. Jamani, haleluya. Na nakuombea jioni ya leo, wakati unaendelea kuomba, Mungu akakupe picha. Amina. Hapa anasema maono. Amen. Watu wangu, usipokuwa na maono, hata unakuja hapo unaomba siku 40, kama huna maono utakuwa umeomba tu. Lakini lazima kuwa kuna kitu unakiona. Maombi yako yanakuwa na nguvu. Yesu anamuona huyu ni kipofu, akaenda anamuuliza unataka nini? Nikufanyie nini? Maono yana maana sana. Jamani, haleluya. Nilipofika Kigamboni, tulipoanza maombi kwenye kile kijengo kidogo, nikawaambia naona kanisa la ghorofa. Nataka tupate kanisa la ghorofa. Naliona kanisa la ghorofa. Naliona kanisa la ghorofa. Nawaona watu wamekaa juu na chini. Nawaona watu wamekaa juu na chini. Watu wamekaa juu na chini. Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, tutokee Baba. Amen. Ghorofa limetokea. Amen. Na baba, mimi ukija ofisini kwangu unapanda lift. Nimeweka system ya lift. Na nimeshafanya order ya lift China. Utakuja kuliona huko. Ile lift ni ya kioo, inakufanyisha mazoezi ya kwenda mbinguni. Alafu ukiingia kwenye ile lift huku juu ina AC inapuliza. Yaani inakupuliza kichwani pa. Yaani ukiingia tu kwenye ile lift, ukifika ofisini kwa mchungaji, matatizo yako yote yameshaisha. Mchungaji, nilikuja tu kukusalimia. Amina. Amen. Unaona nini? Naona nini? Jamani, haleluya. Amen. Ni kweli uko kwenye changamoto fulani, lakini unaona nini? Sawa. Unapoomba kwenye hii 40 kuna kitu gani unakiona? Unaona nini? Jamani, haleluya. Unaona nini? Yaani maombi yanakuwa na mguso kwamba Bwana, naiona hii picha. Natamani itimie katika jina la Yesu. Bwana tokea. Tokea Bwana, tokea. Hakuna neno gumu la kumshinda Bwana. Haleluya. Unataka kufanyie nini? Jamani, haleluya. Bartimayo akasema unataka nikufanyie nini? Elisha naye mama akajielezea. Nadeni. Watoto wanataka kuchukuliwa. Pamoja na hayo yote, bado Elisha anamuuliza, unataka nini? Wewe. Yaani wewe sasa unataka nini baada ya hayo yote unayoyapitia hayo? Unataka nini? Kambi hili la siku 40 linakuuliza baada ya hayo yote unayoyapitia, unataka nini? Unataka nini? Unataka nini? Unataka nini? Unataka nini? Yes. Kanuni ya kwanza ni ya muhimu kujibu hilo swali, unataka nini? Na ukijibu manake ndio maono. Amina. Jamani, haleluya. Ndio maono. Maono ni ile picha
ubaya unayo. Haijatokea bado, lakini kichwani unayo. Amen. Jamani, haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Itakuwa ni rahisi sana kumtukuza Mungu kwamba uliona. Unataka tu. Ni kanuni ya muhimu sana kwenye maombi haya. Hebu usije tu ingilia kati. Unataka nini? Sawa. Aingilie kati kwenye nini? Sawa. Jamani, haleluya. Swali la pili la muhimu kwenye umiliki. Tunazungumzia watu wanaomiliki vitu vya Mungu. Lazima wajue kwanza wanataka nini. Hao watu wanaomiliki ya Mungu. Yeah. Wanatakiwa wajue wanataka nini. Yes. Inaanza na kujua, ufahamu. Na ndio maana ukisoma Wagalatia 4 kuanzia mstari wa kwanza anasema mrithi awapo mtoto hana tofauti na mtumwa. Utu uzima ni kujua unataka nini. Sasa utakapojua unataka nini, mrithi, kwa sababu una haki. Una haki. Ulipokuwa mtoto unashindwa kujielezea, unalia. Wanaashumu huyu atakuwa kiu na anakuwa na kiu. Kwa hiyo na test wanakupa maji. Amekataa. Atakuwa anataka na nini? Hem, tujaribishe maharage. Amekataa. Atakuwa usingizi. Wanabahatisha. Lakini kama sasa hivi shamba akiwa ana kiu ya maji anaenda. Bwana leo Shakina amefika pale. Moja kwa moja. Haja ameingia kwenye friji kafungua. Baba kamuuliza unataka nini? Nataka maji. Kaambia haya. Kaenda kule pembeni akachukua, anakunywa. Huyo amekuwa mtu mzima. Sasa katika ulimwengu wa roho, hiyo ina maana sana. Unataka nini? Unataka nini? Inakuwa rahisi. Jamani, haleluya. Unakuwa na maombi yenye shabaha. Bartimayo akasema, Bwana, mimi mtaji langu hapa ni kuona. Akasema, pokea kuona katika jina. Jamani, haleluya. Unataka. Swali la pili la muhimu kwenye umiliki. Akamuuliza, una nini? Una nini? Jesus. Swali la pili la muhimu sana, una nini? Hiyo inaitwa starting point. Yaani Mungu huwa anaanzia kwenye chochote ulichokuwa nacho. Musa akaulizwa una nini? Nina fimbo. Akamwambia natumia hiyo fimbo. Fimbo ya Musa ilitupwa chini, ikatokea muujiza wa nyoka. Fimbo ya Musa ilichapa bahari ikapasuka. Jamani, nataka nikwambie hicho ulichokuwa nacho ukikipeleka mbele za Bwana, Mungu ana uwezo wa kukibadilisha hicho ulichokuwa nacho kikaleta muujiza wa umiliki na utawala, kurithi baraka za Bwana, Mungu wa majeshi, Mungu wa Isaka, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Yakobo ana uwezo wa kuanzia hapo ulichokuwa nacho. Mimi sina mtaji, yaani wewe mwenyewe ni mtaji. Mungu huwa anaanzia mahali pasipokuwa na kitu. Ukisoma Mwanzo, Biblia inasema dunia ilikuwa ni utupu, giza na ukiwa. Alafu Mungu ndo akatokea. Akatamia kwenye giza na utupu na ukiwa. Nuru ikatokea. Lazima uwe na mahali pa kuanzia. Tunasema starting point. Ukitaka kwenda Marekani, lazima uende airport pale kwa kina Nafi. Pale ndio starting point. Ukifika pale umecheck in pale, umeingia kwenye ile pipa, Marekani utafika. Ukienda stendi ya Magufuli ufike. Sawa. Jamani, tuko pamoja. Unaupaka. Ukienda stendi ya Magufuli, Marekani ufike. Starting point. Na Mungu huwa anaanzia kwenye vitu vinyonge. Yaani hicho ulichokuwa nacho. Musa alisema Bwana, yeye alijua kwenda kuokoa na Israeli, anatakiwa awe na msilaha. Mimi na kafimbo tu kwa. Jamani, haleluya. Yule mama alikuwa na 700. Hapo. Jamani, haleluya. Usianze kufikiria mbali. Usianze kufikiria
Mungu anaanzia kwenye udongo. Jamani, haleluya. Anaanzia kwenye pasipokuwa na kitu. Kwenye umiliki lazima uwe na starting point. Jamani, haleluya. Lazima, na Mungu Bwana anatunyanyua kutoka utukufu mpaka utukufu, mpaka utukufu, mpaka utukufu. Na wapendwa wengi huwa hawataki kuanzia hapo walipo hapo kwenye starting point. Na unajua unapoanzia chini Mungu anakutengeneza. Kuna wakati Mungu anakutengenezea ukomavu. Anakutengenezea stamina ili utakapoenda juu isikusumbue. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Una nini ya muhimu sana. Lakini swali lingine la muhimu na kitu cha muhimu kingine alichoambiwa, akaambiwa sasa wewe na watoto wako. Jamani, haleluya. Hapa anazungumzia kuwajibika. Mwende kwanza mkaombe madumu kwa majirani. Jamani, haleluya. Hapa anazungumzia pia uhusiano mzuri. Ili umiliki uje kwenye maisha yako, unatakiwa utoke kwa watu uje kwako. Maana kuna watu tayari sasa wana umiliki, lakini nguvu ya kuuchukua kwao ni wewe unaanza kuwa na mahusiano nao. Ndio kanuni ya kiuchumi. Jamani, haleluya. Una hela zako nyingi zipo kwa watu. Jamani, haleluya. Kuna kiwanja chako kipo kwa mtu sasa hivi. Kipo. Ni cha kwako ila anacho mtu. Jamani, haleluya. Anacho mtu. Sasa kanuni ya kumiliki. Maana Mungu huwa anatumia watu kuwahudumia watu. Mungu anatumia watu kutimiza maono ya watu. Jamani, haleluya. Kuna wengine wameshindwa tu kukaa vizuri na watu. Yaani umeomba siku 40 lakini kukaa na watu imeshindikana. Kwenye umiliki, kwenye uwanja wa umiliki utakuwa unakwama mahali. Jamani, haleluya. Mungu huwa anatumia watu kujibu watu. Kuna kipindi utaomba hapa siku 40, "Bwana tokea." Mungu kumbe ameshatokea kwa jirani yako ambaye mmenuniana. Kuna utajiri wa mataifa Mungu anataka uuchukue ule. Jamani, haleluya. Atakupa akili na namna kuchukua. Ukikaa naye vizuri. Jamani, tuko pamoja. Tuko pamoja. Ni kanuni ya muhimu sana. Ukitaka ustawi, ujifunze pia kuishi na watu. Jamani, haleluya. Na wapendwa wenzio na watu waliokuzunguka. Ni kanuni ya muhimu sana. Akaambiwa nenda kwa majirani. Sasa pata picha. Majirani wamenuniana. Huku kuna muujiza wa kimungu umeshaiva. Lakini kanuni inamwambia nenda kwa majirani. Unaenda kwa Baba George mmenuniana. Naomba madumu. Anayo. Jamani, tuko pamoja. Tuko pamoja watu wa Bwana. Ishi na watu vizuri. Wakati tunafanya project ya ujenzi, kuna duka moja. Yule mwenye duka hajaokoka. Lakini nilikuwa ninaenda kununua vifaa vya ujenzi mara nyingi. Kwa hiyo sasa akagundua huyo ni mchungaji. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Alafu kuna siku nilikuwa natamani vitu vitokee kwa haraka ili watu wapate hamasa. Sasa nilikuwa nahitaji vitu vya milioni 9. Nikaenda pale kwenye duka, nikamwambia kwa nahitaji vitu hivi hapa. Nikampa. Akapiga hesabu. Akasema hivi vitu vinagharimu milioni 9. Nikamwambia mimi milioni 9 sina. Kama unaweza kuniamini unipe, nitakuwa nakupa taratibu. Jamani, haleluya. Akasema hamna neno chukani. Lakini tulishaanza kuishi vizuri. Jamani, haleluya. Nikachukua vitu vyenye thamani ya milioni 9, hatujaandikishiana. Na wala hilo kanisa hajawahi kuja. Ile ningemzimia tu simu yake nikimpigia na mnyoti chwe. Lakini akanipa vitu vya milioni 9. Nikabeba kanisani pale nikafika nimetuma mwenyewe. Sasa vitu vya milioni 9 hivi hapa. Kazi endelee. Nasema hapo tunamchungaji. Nikaambia sasa kazi endelee, nataka hela.
Si vitu mmeviona hivi? Kama watu wameviona vitu wana shida gani? Wanaona tu vitu vinatokea pa. Wakaleta nikapeleka milioni 9 yake. Jamani, haleluya. Nikamwambia uliniamini, milioni 9 yako hiyo. Sasa hivi hata nikikoa, wewe mchungaji unataka nini? Kuishi na watu vizuri. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Unataka nini baba? Unataka nini? Kuna siku nilikuwa nataka kitu cha milioni 15. Akawa tayari kunipa. Jamani, haleluya. Na staili yetu hakuna kuandikisha. Kwa nini tumeishi na watu vizuri? Pokea neema ya kuishi na watu vizuri. Jamani, haleluya. Mungu hutumia watu kujibu watu. Mungu hutumia watu kuwahudumia watu. Amen. Kuna muujiza wako uko kwa mtu fulani. Amen. Kuna bidhaa yako ili uweze kumiliki, itabidi umpate mteja wa kumuuzia ili upate faida. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Amen. Usiokoke mpaka ukazani kama unaishi mbinguni. Na wengine wameokoka wafikiri unaishi mbinguni, unaishi na watu hapa duniani. Jamani, haleluya. Tuko pamoja, pokea neema ya kuishi na watu vizuri. Ili umiliki wa kimungu kutokee, kuna umiliki wako mwingi, kuna hela zako nyingi zipo kwa watu. Jamani, haleluya. Akaambiwa nenda kwa majirani. Na kwa sababu alienda na akaambiwa nenda kadai, jamani, vingapi? Vingi. Maana yake uwezo wake wa kuhusiana na watu ndio iliyokuwa ndo kikomo chake. Kama angekuwa ana uwezo wa kuhusiana na watu kama Dar es Salaam nzima angeenda kubeba. Maana kaambiwa wewe baba, yaani utakapoishia ndo mwisho wa baraka zako. Wewe nenda kachukue vingi. Na kweli akaleta yale mafuta ya kukata mpaka vilipoisha. Maana yake ni kwamba angekuwa na uwezo wa kuchukua vingi, angekuwa na vingi zaidi. Jamani, haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la muhimu sana hilo wapendwa. Jambo la pili, la ngapi sasa hilo? La tatu akaambiwa nenda mkajaze na watoto wako. Hapo ndo nilikuwa nazungumzia umuhimu wa kuwajibika. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua Adamu alipoumbwa na Mungu na sura ya Mungu na mfano wa Mungu, akatamkiwa tamko la baraka. Mungu akasema nimewabariki, nendeni mkazae, mkaongezeke, mkaitiishe dunia. Sura ya pili Biblia nasema Adamu akapelekwa kwenye bustani ailime na kuitunza. Lazima uwajibike. Jamani, haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuwajibika ni muhimu ili umiliki uje. Kumiliki vitu vya Mungu vinahitaji mtu anaye wajibika. Zalisha. Jamani, haleluya. Uza, sambaza. Haleluya. Ongeza, zidisha, teka, tawala. Haleluya. Ni vitu vya muhimu sana, ni kanuni za muhimu sana. Kwa hiyo Mungu atakupa akili. Ukisoma ile Isaya 45 kuanzia mstari wa 2, anasema Mungu ana hazina za gizani na ana mali za sirini kwa wale wanaomcha. Jamani, haleluya. Mungu mali anazo, lakini kuna password. Ukisikia za sirini maana yake kuna password. Password kwa Kiswahili inaitwa kinywila au nywila. Kuna nywila. Ili uzipate kuna vitu unatakiwa kuvifanya. Jamani, haleluya. Mkono wa mwenye bidii utafanyaje? Unatawala. Mkono wa mwenye bidii unamiliki. Mungu akupe neema ya kuwajibika katika jina la Yesu. Jamani, haleluya. Haleluya. Ukipata nafasi ya kupiga kazi, mpige sawa sawa. Kwa kadri unapopiga kazi, Biblia inasema Mungu anabariki kazi za mkono. Hiyo ni kanuni yake. Kanuni yake. Kuna mwanangu mmoja akaja, ni mwalimu wa shule ya msingi. Ya pastor, mshahara hautoshi. Sasa nimepata kazi Kibaha. Kwa hiyo inabidi nikuage niende Kibaha, wameniambia angalau kuna ongezeko kama 100,000. Sasa ule mshirika nikawa nimempenda.
anampenda Mungu, lakini pia amemsaidia sana pale kanisani. Nikamwambia kwa hiyo 1,100,000 ndio nakutoa huku unaenda Kibaha. Akasema sasa maisha magumu baba. Jamani, haleluya. Roho Mtakatifu akanipa mfunuo. Pale kwenye barabara kulikuwa kuna sehemu magari huwa yanakuja kujaza mafuta. Nikamwambia sasa mwanangu, ukitegemea sosi moja ya kipato utakwama. Nikupe akili hapa tuweke genge. Akasema kweli baba? Basi nilikuwa na kala kitatu kama ngapi hapa. Jamani, haleluya. Akaenda na nili wapi stadium na akafanya shopping. Akaleta mzigo pale. Mungu ubariki kazi ya mikono. Sasa hivi anapata hela kwenye lile genge kuliko mshahara wake wa walimu. Anasema baba, niache msiache. Maana anapata karibu mara 4 ya mshahara pale kwenye genge. Magari yanapaki pale. Kuna siku nimefika pale nikakuta Wachina wako kwenye costa wameshuka, wameona matikiti. Wanakuja kununua pale. Sasa yule anayeuza pale hajui Kiingereza. Mchungaji kaona wewe genge la mshirika wangu, nikaingilia kati pale. Na mimi nauza matikiti. Yes. Mkono wa mwenye bidii utatawala na Bwana akustawishe katika jina la Yesu. Umiliki ukatokee kwenye kazi za mikono yako. Ni za muhimu ili Bwana akuamini na utawala wake. Wewe ni mtu wa miliki ya Mungu katika jina la Yesu. Na kila ulifanyalo litabarikiwa. Kila ulifanyalo ni muhimu sana. Lazima kiwepo cha kufanya ili Bwana awe na sababu ya kubariki. Nataka nikwambie, katika familia Bwana amekusudia kukubariki. Kikazaliwa cha kufanya katika jina la Yesu, kikatokea cha kufanya. Bwana akakisitishe cha kufanya. Simama kwa miguu yako. Rekata yantaliaka repokosika rakatika reketesika. Ninaona watu wanaenda kushika hela ambazo hawajawahi kuzishika tangu wazaliwe. Iketesika lianda hekatelianda. Ninaona watu wanaenda kumiliki vitu ambavyo hawajawahi kuwa navyo. Baba yako hajawahi kuwa navyo, mjomba wako hajawahi kuwa navyo, katika jina la Yesu. Maana Bwana anatembea kwenye kanuni zake ili akubariki umiliki urithi wa vitu vya Mungu. Rakataya rekataya. Sogea kama madhabahu. Shakatelianda